Karibu mtazamaji wa Gavoo Media. Ifuatayo ni G-News inayosomwa kwako na Neville Ase, nikikuletea habari za kitaifa, kimataifa na michezo. Dar es Salaam. Mamlaka vitambulisho vya taifa NIDA imetangaza kusitisha matumizi ya namba za vitambulisho kwa wananchi waliopata ujumbe wa kuchukua vitambulisho vyao lakini hawakujitokeza kuchukua. Kuanzia Mei Mosi 2025, mkurugenzi wa NIDA James Kaji ameeleza kuwa kati ya wananchi milioni 1,880,000 waliopata ujumbe ni 565,876, ikiwa ni 30%, ndio waliochukua vitambulisho vyao kuanzia sasa. Mtu atapata ujumbe wa namba ya NIDA ndani ya siku 5 na kupatiwa taarifa mahali pa kuchukulia kitambulisho ndani ya siku 21, na kama hatafika ndani ya mwezi mmoja, namba yake itafutwa. Kaji amesisitiza umuhimu wa kujitokeza wakati wa kujiandikisha na kuchukua kitambulisho ili kuepuka usumbufu wakati wa mahitaji kama ajira, pamoja na kutoa rai ya kutumia lugha nzuri kwa wahudumu wa NIDA. Aidha, amefafanua kuwa taarifa za NIDA, usajili wa bima ya mtoto, ni za uongo na zimekanushwa rasmi. Vyote vinachukuliwa na wahusika. Tuilegeza masharti kama nilivyozungumza kwamba yote yule ambaye kwa sababu ya moja ama nyingine anaweza. Tulifanya hivyo kwa sababu moja. Kuna wengine walikuwa masomoni, kuna wengine walikuwa katika kazi wakati wanasajili, na kutokana na matatizo yaliyotokea kwamba vitambulisho vikuchukua muda mrefu. Mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sendinga amewataka wawekezaji kuhakikisha halmashauri ya wilaya ya Simanjiro kuhakikisha uwekezaji wao unatija kwa wananchi na si manufaa binafsi. Amesema mwekezaji anapaswa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za serikali, na kuonya kuwa wale wanaongea kimya kimya wataonekana wana mkakati mbaya. Akizungumza na wananchi wa kijiji cha Sekuro, Sendinga ameeleza kuwa pamoja na uwepo wa wawekezaji wengi katika wilaya ya Simanjiro, changamoto kama barabara na maji bado zinaelemea wananchi, wakati wawekezaji wakiendelea na biashara zao pasipo kuchangia maendeleo ya jamii zinazowazunguka. Sendinga amemtaka mkuu wa wilaya Fakilu Landala kumpatia orodha ya wawekezaji wote ili kuhakiki uhalali wao na kujiridhisha kama wanatoa mchango chanya kwa jamii. Dodoma. Mbunge wa Kwera CCM Innocent Balikwate ameishauri serikali kupunguza nauli ya mabehewa ya VIP kwenye treni ya kisasa ya SGR kutoka shilingi 150,000 hadi shilingi 70,000 kuepuka hasara inatokana na viti kuwa vitupu. Amesema mabehewa yanotakiwa kubeba abiria 40 mara nyingine kupakia watu 10 tu kutokana na gharama kubwa. Balikwate amesema hayo wakati akichangia bajeti ya ofisi ya waziri mkuu ya mwaka 2025-2026 ambapo serikali imeomba kuidhinishiwa bilioni 782.08. Amesema mradi wa SGR umesaidia kuharakisha safari za watu kwenda na kutoka Dodoma, lakini gharama za VIP ni changamoto. Kuna haya mabehewa ya VIP. Mheshimiwa mwenyekiti, unakuta kwenye lile behewa kuna watu 20 na yale mabehewa yanabeba wakati mwingine mpaka hata watu 10. Nafikiri ni kwa sababu ya gharama kubwa za usafiri 1,150,000. Sasa mimi ninachoishauri serikali, kama behewa linalobeba watu 40, abiria 40, linabeba watu 10 au 15 mpaka 20 kwa sababu ya gharama za usafiri, kwa nini serikali isiamue kupunguza? Kama ni 1,150,000 ikapunguza ikafanya 70,000, hii inaweza ikaongeza pato kwa serikali kuliko kuacha bei kubwa alafu abiria wanakuwa wachache. Kimataifa. London. Maafisa waandamizi kutoka mataifa mbalimbali wamekutana jijini London ili kujadili kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan ambavyo vinatimiza miaka 2 tangu kuanza Aprili 2023. Vita hivyo vimesababisha mzozo mkubwa wa kibinadamu uliojaa njaa na wakimbizi, kuelezwa na mashirika ya kimataifa kuwa na athari kubwa za muda mrefu.
Chanzo cha mapigano kimeelezwa kuwa mvutano wa madaraka kati ya majenerali hao wawili waliokuwa washirika wa karibu, lakini sasa wamekuwa mahasimu wakubwa. Umoja wa Mataifa umeeleza hali nchini Sudan kama majanga makubwa zaidi ya kibinadamu. Wadau wa kimataifa wanatarajia mkutano huo kuzishawishi pande zinazosimamia kuketi mezani na kujadili amani kwa maslahi ya wananchi wa Sudan. Michezo. Robo fainali ya ligi ya mabingwa Ulaya inatarajiwa kupigwa leo usiku, ambapo kutakuwa na mechi mbili zikianza saa 4 usiku. Aston Villa, ambayo ina kazi nzito mbele yake, itakuwa nyumbani katika dimba la Villa Park kuwakaribisha mabingwa wa Ufaransa Paris Saint-Germain PSG. Villa italazimika kushinda angalau kwa mabao 3-0 ili kuendelea mbele. Lakini iwapo itashinda 2-0, basi italazimika kucheza dakika 30 za ziada. Endapo hakutapatikana mshindi katika dakika hizo, mikwaju ya penati itaamua timu itakayoendelea. Mpaka sasa tumefikia mwisho wa Genius. Ulikuwa nami Neville Asi. Usisahau kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kwa jina la Gavoo Media. Pamoja hatua kwa hatua. Gavoo Media, pamoja hatua kwa hatua.